Ya ilahi twakuomba ya rabbal alamin, tukubali ye Muumba ya ilahi ya rahim. Ikuze yetu imani, utufishe muslimin, tuingize na peponi ya ilahi ya karim. Ya ilahi twakuomba ya rabbal alamin, tukubali ye Muumba ya ilahi ya rahim. Ikuze yetu imani, utufishe muslimin, tuingize na pepo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Sara Abdalla Hamisi, ni mkurugenzi mtendaji Madina Foundation. Leo tupo alhamdulillah, tupo Nyamato katika ziara ya watoto ya mwezi Juni, ambapo ziara hizi huwa tunafanya kila kipindi cha likizo cha watoto, na tunakuwa tunashirikiana nao katika kuwafundisha utoaji wa sadaka kwa vitendo. Leo tumekuja kutembelea katika kijiji cha Nyamato, ambapo tumeweza kutembelea katika madrasa ambayo imejengwa. Mwanzo walikuwa wakitumia madrasa ya awali ambayo bado haikuwa katika ubora mzuri, lakini taasisi ya wenzetu SMV wakaweza kuliona hilo na wakaweza kuijenga madrasa hii ambapo tupo hapa sasa hivi. Na sisi Madina Foundation kwa kuunga juhudi hiyo, tukaungana kwa pamoja kuweza kujua mahitaji ya madrasa kwa sasa, na alhamdulillah kupitia sadaka mbalimbali ambazo tumeweza kukusanya kutoka kwa wazazi na watoto, tumeweza kuwaletea vifaa vya ujenzi. Vitu ambavyo tumewaletea leo, tumewaletea gypsum board, tumewaletea mikanda ya gypsum, tumewaletea gypsum poda, tumewaletea mbao za kufungia gypsum pamoja na misumari. Vitu hivi vyote tumeweza kutumia gharama shilingi milioni 3. Takbir. Kwa hivyo tunawashukuru sana wadau wote wa Madina Foundation, wazazi, watoto na taasisi mbalimbali ambazo tunaungana nao kwa ajili ya kuweza kufanikisha haya. Lakini shukrani za kipekee pia ziende kwa kampuni ya Asas ambao wao wameungana na sisi pia kwa kutuletea maziwa kwa ajili ya kuwapatia wanakijiji wa Nyamato, na alhamdulillah watoto wote hapa wameweza kupata maziwa pamoja na wakubwa wote ambao tumewakuta. Kwa hiyo tunawashukuru sana kampuni ya Asas na wadau wote ambao kwa pamoja tunaungana kwa ajili ya kutenda mambo ya kheri. Allah walipe kila la kheri, tuzidi kushirikiana kwa haya na mengine. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina, na mimi naitwa Ukti Mwanafumo Mwinjuma Muhammad, ni mzazi miongoni mwa wazazi ambao tumetoka katika taasisi ya Madina Foundation. Na katika swala hili ambalo leo limetuleta hapa ni katika muendelezo wa ukusanyaji wa sadaka ambazo Madina Foundation tunazifanya katika kuwapelekea wahitaji mbalimbali. Lakini kwa kipekee kabisa leo hii tumekutana na kuchanga ama kukusanya ambacho tumeweza kujaliwa na Mwenyezi Mungu pamoja na watoto wetu. Ni katika mazoezi ambayo tunawaelekeza na kuwafundisha namna ya kuwekeza ama kuweka sadaka na kwenda kuzitoa kwa wahitaji kama ambavyo Allah ametuagiza. Kwa hivyo leo hii tuko katika kijiji cha Kiramba, kata ya Nyamato, na ambapo tumekuja hasa mahususi kwa ajili ya kuboresha madrasa ambayo iko hapa, ambapo wazo hilo limetoka kwa ndugu zetu wa SMV ambao kwa leo hii hapa tumeweza kuleta vifaa vya ujenzi. Lakini pia tunawashukuru wenyeji wetu ambao wametupokea kwa namna ambavyo tumefurahi, na kuwapongeza wale wote ambao tumeshirikiana kwa pamoja kutoka Dar es Salaam mpaka hapa. Kwa uwezo wa Allah tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie tuliotoka huko kuja hapa atulipe kheri na walipe kheri wenyeji wetu. Na katika swala la ambalo limetuleta, swala la madrasa ambalo tunachangia hapo, kama ambavyo mzungumzaji wa awali kabisa kutoka SMV alivyoanza kuzungumza kwamba hii ni mojawapo tu katika madrasa 4 ambazo tunatarajia zijengwe. Kwa hiyo wito kwa wadau wengine
ambao wataona juhudi hizi na wao pia waendeleze juhudi hizi kwa kuunga mkono, kwani bado madrasa ni nyingi sana ambazo zinatakiwa zijengwe ama kwa kuboreshwa na kuwekwa katika mustakbali mzuri kama ambavyo zilizoko mijini kule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vijana walowema walona heshima, walobeba himma kuinua umma. Vijana walowema walona heshima, walobeba himma kuinua umma. Kusoma wajitahidi. Kwa jina naitwa Amal Ponda. Sisi ni watoto kutoka Dar es Salaam, tumekuja kutoa sadaka. Nilichojifunza ni utofauti katika madrasa zetu sisi huko mijini na huko vijijini. Cha kwanza, utofauti huko mijini ni mazingira, vifaa vya kusomea na infrastructure nzuri. Lakini huku vijijini mazingira hamna vifaa vya kusomea, infrastructure zao sio nzuri, na pia kuna changamoto nyingi sana. Nilichojifunza cha pili, kutoa sadaka, kutoa michango katika jamii yetu. Kwa mfano, mimi nikitoa 500 au Fidosa akitoa 500 au dada Hamisa akitoa 500 au kila mtu hapa tukitoa 1000 au zaidi hapo, hiyo yote tukichanganya tutafanya kitu kikubwa sana katika jamii ili tusaidie jamii yetu. Suratul Bakara aya ya 273 inasema, Allah anasema kwamba na chochote mnachokitoa kwa heri basi Allah yeye anakijua. Kwa hiyo nawaomba kwa niaba ya watoto wenzangu, tunaomba wazazi msichoke kutuhimasisha na kutuleta sehemu kama hizi tuhudhurie ili tujue umuhimu wa sadaka zetu. Kwa jina naitwa Firdaus Mwembe Juma, nimetokea Dar es Salaam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi kwa niaba ya watoto wenzangu wa Madina Foundation tupo hapa kuja kuwaletea kidogo tulichobarikiwa, sadaka ndogo kwa wanafunzi wenzetu wa Nyamato, ambayo ingetusaidia sisi hapa Mwenyezi Mungu atuzidishie kile tulichokitoa. Hivyo basi, kwa machache nilokuwa nayo, ningependa kuambia watoto wenzangu tuendeleze kufanya ibada hii, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema kila unachokitoa yeye anakizidisha mara 10 yake. Asante. Walobeba himma kuinua umma. Vijana walowema walona heshima, walobeba himma kuinua umma. Vijana walowema walona heshima, walobeba. Jambo la kwanza kabisa ambalo tunatakiwa kufanya ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa matendo ambayo tukiyafanya tunakuwa tunamcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa nini? Ni kutoa. Kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Natoeni katika vile ambavyo tumeruzuku kabla hujafika umauti. Hivyo na sisi wenyewe tukiwa kama ni vijana, japokuwa hatuna kikubwa ambacho pengine tunacho, wala sio kwamba eti tuna kazi tunafanya au kwamba tuna sehemu labda tunapata kipato kwamba ni sisi wenyewe. Hicho kidogo ambacho tunakipata, ambacho pengine tumewekeza, pengine wazazi wetu nao pia ambao wapo nyuma bigongo wetu wanatusimamia katika hili, tumeona pia si vibaya kuja kupata, yani kuja kuwapa chochote kitu wale ambao wenye uhitaji. Hivyo walillahi alhamd, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha na tumeweza kufika salama kutoka huko ambapo tumetoka, tumefika hapa na tumeweza kufikisha sadaka hii ndogo ambayo tumeileta kwenu. Basi sisi tunashukuruni kwa kutupokea vyema na kutufanya tujihisi kwamba tuna amani, tujihisi kwamba ni nyumbani kwetu, japokuwa wengine hatujawahi kufika.
Mama yangu, pepo yangu, salamu nimezipata. Nasikia una machungu, kila muda unaniwaza. Nipo huku na ulimwengu, ninatafuta maisha. Niombe sana kwa Mungu, nitakuzifanikisha. Kila jua likizama, nilalapo kitandani, picha zako natazama. Nami sikuja nyumbani, moyo wangu waniuma, nasononeka moyoni, miezi chungu nzima sijakutia machoni. Mashaallah. Huyu akutunzwa kabisa, huyu anatakiwa sasa ndio atunzwe sasa. Njoo nikutunze ndugu yangu, njoo nikutunze. Nyingine hapa. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mimi nimesimama hapa. Mimi ndiye mwalimu wa madrasa hii. Kwa hiyo kusema kwangu kufupi, kwanza ninawashukuru hawa wote ambaye waliokaa wakaona kwamba sisi tuwaone vijana wenzetu huko kwa kutoa walivyotoa. Hili natoa shukurani kwa wao. Pia wametekeleza hili kama alivyoligusa mshereheshaji MC wa kwanza, kwamba na wao wameliona kwamba hili lina umuhimu. Haitakuwa vizuri tuwe tunatekeleza taasisi zingine huko alafu tukawaacha vijana hapa wanaambaa tu, au vijana wapo katika mazingira sio mazuri. Kwa sababu ndo wakaliona hili na wao, ili wapate kutufundisha hata na sisi tupate kujua ule umuhimu wa kutekeleza ili wanalolitekeleza. Ndugu zangu wanafunzi, hili jambo wanalolitekeleza hawa mabwana wenzetu ni jambo muhimu na lenye faida. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameimiza, baada ya kutuamrisha sisi au kuiamrisha swala, jambo la pili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelekeza sisi, kututaka sisi kutoa, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kwa hiyo na wao wanafanya hivyo, walivyoliona hili wakaona tutekeleze hili, kwa sababu kufanya hivi nako kuna umuhimu. Si kwa mfano labda kuswali tu, si kufanya labda ibada zingine tu, lakini ukaacha kutoa, nalo vile vile inakuwa kidogo unapunguza nguvu. Wakaliona hili wakasema basi twende kwa wenzetu wakatoe. Na sisi tunatakiwa tujifunze hili wanalolifanya wenzetu na tutambue kwamba lina umuhimu. Pale tunapohimizana kama kutoa jambo lolote, tufanye jambo fulani tutoe, basi na sisi tuwe tunatoa, kwa sababu kutoa nako kuna faida kubwa sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kalihimiza sana na kalielekeza sana aliposema kwamba lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Mwenyezi Mungu anasema huyo kwamba hamtofikia wema mpaka mtoe vile mnavyovipenda. Sasa sisi tunapenda nini? Pesa tunapenda, chakula tunapenda. Kwa hiyo haifai tukamuona mwenzetu yuko katika hali si mzuri, sisi tukawa tunamtazama macho hivyo. Kwa hiyo nako ni kufanya makosa. Mwenyezi Mungu ametuamrisha mengi, aliyotuamrisha ametuletea sisi. Sisi ndio watendaji. Yeye kaamrisha fanyeni, sisi wajibu wetu kufanya. Kwa hiyo sisi tunatoa shukrani kwa nyinyi wote ambaye mliotoa vyenu, mkaona hivi tuwapelekee wenzetu, mkaleta huko. Basi tunaomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awazidishieni. Leo mmetoa kidogo, kesho mpate kutoa kikubwa, ili na sisi tupate kufaidika. Baada ya kusema hayo, mimi niseme sisi tunawakaribisheni hapa. Sisi tunaitwa Al-Madrasati fi Sabilillahi Islamia Nyamato Kilamba. Tunasema karibuni. Mwenyezi Mungu awape taufiki ya kuweza kuyafikiria haya mliyofanya hapa na mengineyo, ili tupate kufaidika. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.